kwamba yatakuwa yanafanya maandamano licha ya kwamba serikali ilikuwa imesema kwamba mapolisi imesema haikupokea notisi yoyote, haikupokea maombi yoyote kutoka kwa wale ambao walikuwa wanataka kufanya maandamano hayo hii leo. Kwa hivyo kunao baadhi ya vijana tatu tunaona kwenye picha hizi ambao wamejitokeza katikati ya jiji la Nairobi. Maafisa wa polisi pia wako pale kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa kwenye jiji hili la Nairobi. Hiyo ni barabara ya Moi Avenue, kwenye ile sanamu yake Tom Mboya, hususan kwenye eneo lile maarufu la kuegesha magari ama la kusubiri magari la National Archives, ambapo kwenye makavazi hayo ndipo Wakenya hujitokeza kwa wingi kujiandaa kuingia katikati mwa jiji ili kuweza kuwakilisha malalamishi yao kwa idara mbalimbali, hususan wakiwa wanalalamikia masuala ya kupanda kwa bei za mafuta. Tayari kuna Wakenya wawili pale ama watatu ambao wametiwa mbaroni kwa sababu ya kuonyesha nia yao ya kufanya maandamano katikati mwa jiji la Nairobi, na tayari wanaingizwa kwenye ile gari la karandinga ile ya polisi kupelekwa katika kituo cha polisi kuweza kujibu ama kufunguliwa mashtaka, kwa sababu polisi walikuwa wanasema hawajajulishwa iwapo kutakuwa na maandamano hayo. Lakini hebu tusikilize kile wanachokisema pale tujue ni nini, lakini tukirudi tutakuwa pia tunaingia katika mahojiano kuweza kuzungumzia masuala haya maandamano. Je, yamepangwa vipi, tofauti yake na yaliyopita? Je, yatafikia nini hadi kufikia sasa? Je, kupitia maandamano ndio itakuwa sawa kuweza kufikia lile lengo la kupunguza bei, ama yale yaliyofanywa na Rais William Ruto kupitia bunge la kitaifa kwa kupunguza ushuru itaweza kusaidia kupunguza bei za mafuta humu nchini? Ndizo picha za moja kwa moja ambazo nazipata katika jiji la Nairobi, katika eneo hilo ambalo lina National Archives, ambapo takriban watu watatu tayari wametiwa mbaroni. Tutakuwa tunapata pumziko fupi, tukirudi tutakuja kukueleza na pia vile kuingia na kuangazia masuala mbalimbali yanayojiri. Mwanahabari wetu yuko kule ambaye ni Daniel Kariuki, tutakuwa tunaungana naye baadaye kuweza kusikia hali ilivyo jijini Nairobi. Je, shughuli za kawaida zinaendelea? Manake kwa picha tunazoziona ni watu wachache wamejitokeza. Usafiri wa umma tunauona upo kwa wingi tu. Wakenya baadhi ya maduka yamefunguliwa, lakini yeye ambaye yupo pale katikati atatueleza kwa kina kwa nini wamefungua na kwa nini labda leo hii haijajitokeza, ama ni kimvua ambacho kimejitokeza asubuhi ambacho kimekunya katika jiji hili la Nairobi kuanzia mwendo wa mapema hadi mwendo wa saa 4 hivi na saa 5 ndio imesababisha labda vijana hawajajitokeza, ama wale ambao walikuwa wanapanga maandamano hawajajitokeza katikati ya jiji la Nairobi. Tupate tama la maji, alafu tukirudi tutazungumzia hayo.